Hizi rangi tumetengeneza kwa kutumia maganda ya vitunguu. Kama hii tumeweka nakshi na hii hapa imekuwa plain. Na unaona na rangi zake ni nafsi ambazo hazina kelele tumetumia. Na pia unaweza kuona rangi hizi rangi tumetengeneza kwa kutumia maganda ya madafu. Unaona rangi zake zimetulia, hazina kelele. Na pia rangi hii rangi tumetengeneza kwa kutumia maganda ya parachichi. Na hizi zote zilikuwa nyeupe kama hii. Unaweza kuona hii ilikuwa nyeupe na hii hapa baada ya kutumia maganda ya parachichi imekuwa hii rangi. Na hii haikuwa. Kwa jina naitwa Antonia Ahmad Nsimbi. Mimi ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino. Nimechukua degree ya uandishi wa habari. Nilipomaliza nikaenda VETA nikachukua kozi ya ushonaji na ubunifu wa mavazi. Nilipomaliza nilifungua kampuni yangu inaitwa Nsimbi Friends. Katika maonyesho haya ya 88 iko hapa kwenye kauli mbiu ikisema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Niko hapa kutoa elimu kwa mkulima, kumpa elimu aweze kutambua soko lake. Niko hapa na dafu. Dafu hili unaweza ukaliona tayari lilikuwa limepoteza thamani yake. Dafu hili tayari lilikuwa limepoteza thamani yake. Hapa limeshatumika, lilitupwa. Lakini mimi nimeweza kulichukua na kuliongezea thamani na kumpa mkulima elimu ya kwamba aweze kutambua soko ya hiki alichokitupa, kwa kuwa dafu hili nimeweza kutumia haya maganda ya nje kutengenezea rangi za nguo mbalimbali. Pia kuna maganda ya kitunguu. Tunaweza tukaona hapa Tanzania kuna wakulima wengi sana wa vitunguu, na wakati wakiwa wanafanya packaging katika mauzo, kitunguu kinatoa majani mengi sana. Wao wanachukua haya majani wanayatupa, lakini tuko hapa kutoa elimu kwa wakulima kwamba ili waweze kutambua soko ya hii vitunguu, yale maganda yanayobaki baada ya wao kufanya packaging, kwa hii ni thamani. Wanaweza wakachukua kukusanya yale maganda, badala ya kuyatupa waweze kuyaweka vizuri na kuweza kuwauzia kama customer design, ambao nimetumia ganda hili kutengenezea rangi kwenye nguo zangu, na hizo rangi katika hiyo mchakato wote unaitwa natural dye. Kwa hiyo tumepata rangi nzuri sana kwa kutumia mmea, sio kitunguu tu peke yake, pia kuna parachichi. Hapa Tanzania tuna wakulima wengi sana wanaolima maparachichi. Kama unavyoona, hii parachichi ilikuwa tayari imepoteza thamani yake na ilikuwa imeshatupwa. Wakulima wakati wakiwa wanafanya mauzo, kuna baadhi ya maparachichi yanakuwa yameharibika, wanayatupa, lakini sisi tunawapa elimu kwamba ile ni pesa ambao wao wanaitupa. Kwa hiyo tunaweza kuambia kwamba waweze kuongeza thamani ya soko. Hii parachichi ambayo wao wanatupa, tunawapa elimu kwamba wanaweza wakakusanya, wakaweka kwenye, wakayachakata yakawa kama hivi unavyoona, na waweza wakapata kipato kwa kuyauza, ambao mimi nimeweza kuchukua hii parachichi na kulitengeneza vizuri, na nimeweza kutengeneza rangi katika nguo zangu kwa kutumia haya maganda ya parachichi. Yale mazao yao sio tupu ya tupa, yakiwa yameharibika, yakiwa yametumika kama hivi tulivyoona, bali wanaweza wakakusanya waweze kuyaweka katika package nzuri na waweze kuyauza sisi madesigner tupo ambao tunaweza kuwauzia. Na katika hayo yote, huu ujuzi wote unapatikana VETA. Mimi ni mhitimu, nilienda VETA, elimu hizo zote zinapatikana VETA. Naweza kuwashauri wananchi waweze kutembelea VETA katika sehemu mbalimbali, waweze kupata elimu. Kuna vitu vingi sana, kozi nyingi sana, huko ujuzi mkubwa sana, mwingi sana, aina mbalimbali unaopatikana VETA. Upande wa soko, hizi bidhaa, kwa sababu hii elimu sio watu wengi wanaijua, kwa hiyo vinahitajika. Kwa sababu mimi wakati nataka kuchakata kutengeneza hizo rangi, nilienda sokoni nikakuta kwamba wakulima wenyewe hawana habari, walikuwa wamevisuka, lakini tunavihitaji. Sogea nyuma kidogo unionyeshe. Sogea nyuma kidogo, sioni shati. Yes. Yeah, it's good. Yeah, perfect. Anza. Ujuzi mpya na madesigner wengi tunazidi kuibuka. Sasa tunaweza kuona mafuta wengi, madesigner wengi, kila mtu anatafuta ule ujuzi wake katika zile design zake. Kwa hiyo soko lipo kubwa sana, inatakiwa tu wao wakulima
kuamka na kuiona hii fursa ili waweze kuongeza thamani na kujipatia kipato katika bidhaa zao.